Hey guys, kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanachanganya kwenye taifa letu, na mpaka sasa hivi kidogo kwamba vichwa vya Watanzania vinawauma kutokana na hayo mambo yanayoendelea. Kuna huyu jamaa ambaye ni mzungumzaji ambaye anakuwa anazungumza. Baada ya kuzungumza kwa Captain Tesha, huyu jamaa alijitokeza akazungumza. Na leo pia baada ya tukio zima la masuala ambayo yanayoendelea hapa nchini, jamaa amejitokeza tena na kuweza kuzungumza. Msikilize kwanza tuweze kuelewa. Kwa ujumla, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linaridhishwa na hali ya usalama iliyopo nchini katika kipindi hiki ambacho vyama vya siasa vinaendesha kampeni zao kwa kuzingatia matakwa ya kisheria, kuheshimiana na kuvumiliana kunakooneshwa kupitia kwa wagombea wao wa ngazi za urais, ubunge na udiwani. Haya, baada ya hapo hatujakaa vizuri. Siku hiyo hiyo moja, baada ya masaa machache, anajitokeza mwingine ambaye ni upande wa polisi, naye anazungumza haya. Jeshi la Polisi mkoa wa Pwani lilipokea taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kidimu kuwa katika eneo la Vingunguti, huo mtaa, katika mtaa wa Kidimu, wilaya ya Kibaha, mkoa wa Pwani, imeonekana miili ya watu 4 wasiojulikana ikiwa pembezoni mwa barabara inayotoka Mapinga kuja hapa mjini kwetu Kibaha. Baada ya Jeshi la Polisi kupokea taarifa hizo kwa weledi na uharaka, Jeshi la Polisi lilifika eneo la tukio ambapo miili hiyo ilionekana kama tulivyokuwa tumepokea. Je, wewe kwa upeo wako ambao uliokuwa nao, mimi na upeo mdogo, sijui wewe mwenzangu ambao na upeo mkubwa, umeelewa nini hapa? Ni kwamba iko hivi, Jeshi la Wananchi Tanzania linatoa taarifa kwamba kuna amani ndani ya nchi yetu na tuishi vizuri, na tunasubiria hizo siku za uchaguzi, bado amani inaendelea kwenye nchi yetu. Lakini haujakaa muda kwamba unasikia Jeshi la Polisi na wao wanatoa taarifa ya kuokota miili 4 ya watu ambao wameuawa na watu wasiofahamika. Je, wewe kwa akili yako ya kawaida umepata nini hapo? Ni kwamba je, amani bado ipo ikiwa kama tulivyoaminishwa na Jeshi la Wananchi Tanzania kwamba kuna amani ya kutosha ndani ya nchi yetu, tuishi vizuri, tuishi tu kama vile kwa kujiamini na mambo mengine ambayo tulikuwa tukiyafanya hapo before, au tuwasikilize Jeshi la Polisi ambao wao wameokota miili 4 ya watu ambao wameuawa na watu wasiofahamika? Kwa hiyo kwamba hapa tunachokipata ni kwamba ndani ya nchi yetu kunaonekana kwamba connection ya usalama juu ya swala la usalama kidogo linalega, kwa sababu kila mmoja ana taarifa ya kwake. Wanaokota miili mbali na jeshi ambalo tunaliamini ambalo ni Jeshi la Wananchi, ndani yake kuna watu ambao wanazungumza kuhusiana na amani, inaonesha kwamba wao hata kama ni Jeshi la Wananchi lakini hawako upande wa wananchi, wako upande ule ambao tunaozungumza ni upande wa upande nyeti, tunasema ni upande wa serikali. Kwa hiyo ukiangalia baadhi yao ambao ni wanajeshi ambao wako, lakini wao hapo kwa ajili ya wananchi, taarifa zao na wao zinakuwa ni zile za kuogofya kwamba tayari amani kidogo inakuwa ni nini, ni mtafaruku kwenye nchi yetu. Na tukija kwenye upande wa Jeshi la Polisi, Jeshi la Polisi na wao wanajihami kuonyesha kwamba bado amani nayo haiko vizuri, kwa sababu tunatakiwa tujilinde, kwa sababu wenzetu hao ambao wameuawa, na hawa jamaa ni bodaboda waliouawa. Kwa hiyo aliyowaua mpaka sasa hivi hajafahamika kwamba ni nani. Ina maana kwamba hawa wasiojulikana wanaendelea kuteki place in our country. Sasa hatujui kwamba hawa wasiofahamika watafahamika lini, kwa sababu bado tusijipe imani na kufanya mambo yetu kwa kujiamini zaidi, kwa sababu wasiofahamika bado wapo kazini usiku na mchana, na wanaotutafuta ni sisi ambao ni raia wa kawaida ambao hatuelewi hili wala lile. Kwa hiyo matembezi yako, wakati unatembea, unatakiwa pia ufahamu kwamba kuna watu ambao wasiojulikana. Wakati unafanya kazi zako, hakikisha kwamba kuna watu wasiojulikana muda wote na saa zote wana uwezo wa kukuvamia na kuweza kuchukua nafsi yako, kwa sababu hatujui ni nini kikubwa ambacho wao wanachokihitaji watu ambao wasiojulikana. Malengo ni uhai, malengo ni kwamba kuna vitu ambavyo labda wameagizwa huku kuweza kuvichukua katika miili yetu, hatujui. Kwa hiyo sasa hapa tukija tukiangalia kwamba hii amani ambayo sisi tunayoililia bado haijatolewa tamko rasmi kutoka serikalini kwamba tunalindwa kwa kiasi gani na hawa watu wasiofahamika
mpaka sasa bado hawajaweza kujulikana. Je, mnatukinga vipi sisi raia wa kawaida juu ya hawa watu ambao wasiofahamika? Serikali ifanye juhudi za dhati kuweza kuwajua hawa watu kabla mambo hayajaharibika. Kiukweli kwamba nchi sasa hivi inaogofya. Hata ukiamua tu kusema kwamba mimi nifike saa 6 saa 7 katika mazingira fulani, labda nimechelewa kazini, labda nimeenda ovyo na kazi yangu, unajikuta kwamba wewe mwenyewe unaogopa kurudi katika mazingira kama hayo, au muda wote na saa zote, kwa sababu unaweza kukuta tu gari hata upo kazini kwako inakuja kukuchukua na mazingira mengine. Sasa mpaka sasa hivi kimujibu kwamba bado hatujaweza kutambua hawa watu wasiofahamika na wanatembea na magari, na hawa watu pia wakati mwingine raia wanaweza kuwaona kwamba yule kaingia pale anamchukua yule anaondoka naye, na anapokuja kumchukua anachukua kwa sura tofauti na kurudi na kuwa ni ngumu, aidha anarudi mauti au anarudi akiwa na kilema au ndio hivyo. Kwa hiyo sasa mazingira yamekuwa magumu kwenye nchi yetu. Bado serikali haijaweza kutuwekea wazi katika haya mazingira tunayoishi, tukaweza kutambua kwamba tupo katika mazingira yale ambayo ni ya hapo before tulikuwa tukiishi. Haya mambo ya matukio ya aina hii yalikuwa hakuna. Kwa hiyo ili kujisalimisha serikali na iweze kuwa huru na wananchi wake, na wananchi waweze kuiamini serikali yao, ni lazima hapa waweze kufanywa juhudi za dhati kuweza kukamatwa hawa watu wasiojulikana. Na hapo ndipo hata kama yakitoka matamko kwamba muishi katika amani, muishi katika upendo, baada ya matamko na kuweza kuwafahamu hawa watu, naamini kila mmoja atakuwa amejiridhisha juu ya hilo, ataweza kujitambua vizuri. Kwa hata ukisema kwamba leo hii ndio tunaingia kwenye uchaguzi mkuu kama tunavyonasiana, tunasema kwamba jeshi, kuna baadhi ya wanajeshi wanajihusisha na masuala ya kisiasa. Je, wanaojihusisha na masuala ya kisiasa ni huyu ambaye aliyetangaza, au kuna wengine ambao wanaozungumziwa hapo kujihusisha na masuala ya kisiasa? Tunataka majibu ambayo wananchi yatawaridhisha na yatawaweka huru na nchi yao. Uhalisia wa mambo kiuhakika bado imekuwa ni mtafaruku, na akili za wananchi waliokuwa wengi bado hawajapata majibu sahihi juu ya haya mambo yanayoendelea kwenye hili taifa letu. Huyu anatangaza hivi saa 7, ikifika saa 9 au saa 10 linakuja tangazo jingine ambalo linaonyesha kwamba amani hakuna. Wapi tunakwenda?